Dr. Khamis Masoud. Naweza nikasema ni mwanafalsafa au mwanasheria. Tumempokea mlalamikaji sisi kama taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, ambaye mlalamikaji huyu yeye ni msimamizi wa mirathi ya marehemu mama yake, ambaye msimamizi huyu anaitwa Zawadi James Mlimira. Amekuja hapa akilalamika na kudai kwamba kulikuwa kuna migogoro ya muda mrefu kuanzia kipindi mama yake mzazi angali hai, kitu ambacho kimeleta sintofahamu. Hivi karibuni, ndugu zangu waandishi wa habari, tumeona katika mitandao ya kijamii mkuu wa wilaya ya Ubungo akiwa na kamati yake ya usalama amefika katika eneo la tukio na ameeleza kwamba anamrudisha yule mama ndani ya eneo kwa maelekezo ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wakavunja zile libiti zote wakamuingiza ndani, na akasema wamefanya hivyo kwa sababu pia yule mama asibuguziwe na mtu yoyote. Ni kwa sababu kuna uchunguzi unaendelea katika taasisi za serikali ikiwemo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Kile ambacho kimefanyika na mkuu wa wilaya waeleze bayana kwenye umma kwamba kilikuwa kipo kinyume na utaratibu, na sasa serikali isimamie maagizo halali na amri halali za mahakama, na uchunguzi wa makosa ya kijinai hauasili mchakato wote wa madai ambayo yameshaamuliwa, kwa sababu hata leo ukisema wewe unachunguza, sijui umeelewa mpaka hapo ukaja ukabaini labda kuna forgery, bado uchunguzi wako hauwezi kubatilisha yale maamuzi ya mahakama, ni mpaka urudi huko mahakamani. Kwa maamuzi ya mahakama yataendelea kusimama halali mpaka pale atakapotenguliwa na mahakama. Mwiba uchomolewa pale ulipoingilia. Zawadi James Mlimira. Mimi ni msimamizi wa mirathi ya Paulina Ndunguru ambaye ni mmiliki wa eneo ambalo ipo Makabe Msakuzi. Mpaka nakuja hapa, nimekuja kwenye vyombo vya habari na kuomba msaada, kwa sababu najua mahakama ni kitu cha mwisho na haki iko mahakamani. Hakuna sehemu nyingine ambayo hakuna haki. Ndio maana tunakimbilia mahakamani kwa kuweka subira, mahakama ione nani ni haki. Sasa kwa kilichotokea, mimi binafsi yangu sijajua kwa nini kimetokea. Kama mahakama ilishatoa maamuzi, na hii nchi ina mihimili mitatu: serikali, bunge na mahakama. Na mahakama ni chombo ambacho akiingiliwi na serikali. Sasa nimeshindwa kujua kwa nini waziri apige simu kupigia anaposema nani kwenye clip ilivyotumwa, anapoongea mkuu wa wilaya. Sijajua barua ipi alipewa mkuu wa wilaya kumrudisha mama ndani wakati mahakama ilishafanya kazi yake.